Hoja ya nini? Elekeza kwenye hoja ya hotuba ya bajeti ya makadirio ya mapato ofisi ya makamu wa pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii ofisi ya makamu wa pili wa rais, kuna taasisi zinapeleka barua, miezi 6 inapita, miezi 7 inapita, kuhitaji ufafanuzi wa jambo tu. Na mfano hai, chama changu cha ACT Wazalendo kimehitaji ufafanuzi juu ya mgao wa ruzuku kwa vyama vya siasa. Wizara hii tulitarajia hata kama sio dhamana, angalau kujibu hii hoja kwamba sisi sio dhamana, ni kuonyesha kwamba uwajibikaji, ukweli na haki haipo katika serikali yetu kupitia ofisi hii. Kwa hiyo mimi nahitaji tujitathmini, sihitaji majibu, lakini nahitaji tujitathmini kwamba ukweli hatuna, haki haipo na uwajibikaji unadorora. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mjumbe unayechangia, kanuni ya 62 inazungumza 8A, kutumia lugha ya ishara, matusi, kejeli, kashfa au lugha isiyofaa kwa staha inayohusisha hadhi, heshima, baraza, serikali au mjumbe mmoja mmoja au yeye mwenyewe. Kwa Mheshimiwa mjumbe, zingatia hiyo kanuni ili uendelee na hotuba, ama tusite tuendelee na mjumbe mwingine. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uzingatie muda wangu. Sizingatii hayo kwa sababu mimi niko ndani ya taarifa ambayo imesomwa hapa. Mimi kama unataka tubishane hapa tutabishana, lakini leo sina mpango wa kutoka. Kwa taarifa yako, leo sina mpango wa kutoka, na zile dakika naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uratibu wa shughuli za serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa ukiangalia moja katika fungu na adhima muhimu ya ofisi hii ni kukabiliana na maafa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mifano hai. Badala ya serikali kuwasaidia wanaopata maafa, ujenzi unaoendelea sasa hivi unawasababishia maafa bila kujali wananchi wa kawaida wanyonge. Tuna mifano hapo, kuenda kwa Mchina, kuna nyumba zinazama, serikali inapewa taarifa, ofisi ya makamu wa pili, wakuu wa ma-DC, wizara inaambiwa, wizara ya ujenzi na uchukuzi zinaambiwa zote, hata kuwatembelea. Watu wanapata maafa ya moto kupitia umeme wa serikali ZECO, kwa tatizo lao wenyewe, wizara zinaambiwa hata kuwatembelea. Badala ya wizara hii kuwasaidia waliopata maafa, inawasaidia kupata maafa wenyewe, maafa ya kutengeneza. Tuna ushahidi wa mtu aliyeingiliwa maji kwa ujenzi wa barabara. Ana nyumba, ina watoto 7 na mke wake. Nyumba imeingia maji tarehe 27 kwa sababu ya ujenzi, 27 Oktoba. Wamekwenda kuipiga tathmini Februari, wamemlipa milioni 11. Nyumba ya mtu na watoto wake 7. Kwa hiyo hichi kitengo, hii taasisi inahusika na maafa ambayo iko chini ya ofisi hii, mimi nadhani badala ya kuita kupambana na maafa, kukabiliana na maafa, ilivyo hasa ni kuwaletea wananchi maafa, na mifano iko hai. Mheshimiwa Mwenyekiti, nenda kwa Mchina ukaangalie nyumba ya kiongozi ambaye alikuwa ni mpiganaji mstaafu, inazama kwa athari iliyosababishwa na barabara. Imeripotiwa zaidi ya mara 5, hakuna anayejali. Nyumba inazama, mwenyewe mstaafu kasema mimi namwachia Mwenyezi Mungu, halafu tunasema tunakabiliana na maafa. Mimi nadhani tujitathmini. Nyumba zinazoungua moto, ofisi hii hata kupita, pamoja na kupewa taarifa mara 2 3, sema na rais, ndio imekuwa kichekesho. Ukienda huko kwa katibu mkuu kiongozi, wengine wanampelekea taarifa na kuambia sema na rais, ofisi hii inapelekewa, hakuna kinachotokea. Ukiona mtu ameshughulikiwa, labda ana uhusiano na wale wanaoshughulikia. Kwa hiyo mimi nakusudia pia kuzuia fungu hilo linalohusiana na kukabiliana na maafa pamoja na mambo yanayohusiana na hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna upuuzwaji wa taarifa hasa kwenye mambo ya maafa. Imekuwa mambo haya yanafanyika kwa kujuana sana. Kama ndani ya wanaohusika na washughulikiaji wa hayo maafa hakuna anayejali, mifano ipo, mkitaka mtaletewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, majanga yako mengi, lakini kwa kipindi hiki asilimia kubwa yanasababishwa na ujenzi unaoendelea kwa kutowajali wananchi. Tunataka maendeleo ndio,
lakini si kwa harama ya wananchi wanyonge ambao yangeweza kuepushwa yale maafa ambao wanakosa hata sehemu za kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uendeshaji na uratibu wa shughuli za ofisi ya makamu wa pili wa rais Pemba, ukiangalia ni hivyo hivyo, ripoti zinapelekwa, hawajali. Hakuna anayefikiria wananchi wanyonge, wanachukulia kama labda ni mchezo wa anayemfahamu ni nani katika taasisi inayohusika na maafa. Kama si hivyo, mnyonge wa kawaida mwenye maafa, hata maafa ambayo yamesababishwa na serikali wenyewe na miradi yake, hakuna anayejali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uendeshaji wa shughuli za uchaguzi C0301 na kusudia pia kuzuia fungu linalohusiana na tume ya uchaguzi, lakini ukiangalia sote tuliomo humu, Mwenyezi Mungu anatushuhudia, asiyetaka basi ni mashahidi kwamba uchaguzi uliopita hakukuwa na mandate ya kusema tuna tume ya uchaguzi tunastahili kuipa pesa. Tume ya uchaguzi ambayo vitambulisho, daftari tokea kuandikisha wapiga kura, tokea upigishaji kura wenyewe, hakuna la maana la haki ambalo limefanywa. Tumeshuhudia wapiga kura ya mapema zaidi ya nusu katika baadhi ya vituo hawakwenda kupiga kura kwa maana kwamba hawakuwa sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi binafsi nimewashuhudia wapiganaji, watu waliovalishwa nguo za upiganaji wa JKU, anapiga kura mara 5, anatumia kitambulisho sio cha kwake. Nimeshuhudia mwenyewe na mimi ni shahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mjumbe, kanuni ipi? Mheshimiwa Mwenyekiti. Kanuni gani Mheshimiwa? Kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Kanuni 63. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni 63. Nimesimama direct kuweza kumwambia mchangiaji kwa vile ni profesa, moja kwa moja ajikite juu ya bajeti ambayo iliyowasilishwa mezani na si vinginevyo. Asante. Mheshimiwa Profesa, unaikubali taarifa? Haikubaliki. Endelea. Ya kupuuzwa hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia wagombea ubunge, wengine wagombea uwakilishi wanapiga kura za mapema. Tumeshuhudia wasimamizi ambao wanasimamia kituo kile wanapiga kura ya mapema pale pale, sawa. Tumewashuhudia watu ambao hawastahili kabisa. Kwa hiyo tume hii ya uchaguzi hatustahili kuipa pesa kusema kwamba inaenda kututekelezea wajibu wetu wa kusimamia uchaguzi wa haki. Hakuna haki, hakuna ukweli, hakuna uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni jambo baya sana. Katika majimbo ya Pemba, watu hata hawana zile hisia za kumjali Mwenyezi Mungu. Mtoto anasimamia uchaguzi ambao baba yake anagombea ubunge na anasema hata aje rais hapa lazima nimtangaze baba yangu, na alifanya hivyo pamoja na kwamba hakushinda kwa kura. Tume hii ndio iliyofanya haya yawezekane, kwa sababu tuliyempa dhamana ya kusimamia uchaguzi wetu sio yule kijana ambaye ana baba yake anataka kuwa mbunge, ni yeye tume ya uchaguzi. Yeye ana hamu baba yake kuwa mbunge, lakini kimaadili ni jambo ambalo halikubaliki kabisa dunia nzima. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu hili la tume ya uchaguzi mimi nadhani halistahili kupewa fedha kwa sababu halitufanyii ile kazi ambayo tumeituma.